Karibu kusikiliza habari kutoka Galakwani TV, the sound of news. Na usikiliza sehemu nyingine ni Galakwani TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kusikiliza habari kutoka Galakwani TV. Galakwani TV, the sound of news. Bila kukawia, tunazo dakika takriban 5 zisizopungua 6 na kuendelea. Tunajielekeza kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususani katika jimbo la Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Maana ndiyo sehemu ambapo mapambano makali kabisa yanaendelea huko kati ya waasi wa FCM 23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiungwa mkono na wazalendo. Ikumbuke wazalendo ndio nguzo kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa na ulimwenguni kwa ujumla. Bila wazalendo, yani tuseme hawa waasi wangekuwa wameshamaliza kila kitu. Wangekuwa wameshamaliza kila kitu. Yani wangekuwa wameshateka nchi bila hawa wazalendo. Maana kuna watu wengi sana wanaweza wazalendo. Wanawatukana wazalendo. Wazalendo ni nini? Sio chochote wala lolote. Ila watu wanaona kazi ambao wanafanya, wanawapongeza sana. Hawa ni wanaume kweli kweli. Ni mashujaa ambao hawakutaka nchi yao ianguke kwenye mikono ya adui. Walisimama kidete ili kutetea nchi yao kikamilifu, kuhali na mali, bila chakula, bila fedha, bila msaada wowote. Walisimama kidete kwa kutetea nchi yao. Maana bila wao hapa tungekuwa tunasema mengine. Maana mkakati ambao ulikuwa umepangwa na hawa vibaraka ambao wanatumikia nchi zingine za nje, wangekuwa wameshamaliza. Yani ilikuwa ni kupita tu moja kwa moja. Maana kwenye vita ambavyo vilipigana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sehemu moja pekee, zone ya Fizi. Hususan Makobola, Kigongo, Luanga, Munene ndio sehemu ambayo tangi waanze kupigana vita, ndio sehemu walipata mashambulizi ambayo walikuwa hawatarajii. Sio kama mnaelewa hapo. Yaani sehemu zingine zote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wanafika wanakamata tu. Yaani walikuwa wanatumika na FARDC wengine ambao walikuwa upande wao. Walikuwa upande wa rais wa zamani Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe. Ila mbinu zao zilifika mwisho. Mbinu zao ziligonga mwamba. Maana kuna wazalendo walisimama kidete. Wanaleta pesa, wanakula na wanawachapa kikamilifu. Maana zile pesa ni za Wakongomani. Kwa sasa ambavyo tunavyoongea, mamia, makumi na maelfu ya waasi hao wa FCM 23 wanakamatiwa mateka. Na wengine wanakuja kuzisalimisha kwenye wazalendo wapo na FARDC. Konsinye ni moja tu. Yoyote ambaye anajisalimisha kwa hiari yake, huyo hana tatizo. Hatafikishwa kwenye chombo husika na watampeleka mahali salama. Maana ikumbukwe kuna vijana huko Nord Kivu, Bukavu, Goma, Kiwanja, Mushaki, na sehemu zingine tu walikuwa wanafanya blue clash, wanashika vijana na wanapeleka kwenye mafunzo ya kijeshi. Sasa waliona moto umekuwa mwingi. Mambo yamekuwa ndio mambo. Kwa sasa hivi ambao tunavyoongea, wameanza kuondoka moja baada ya mwingine. Yaani wanaanza kuondoka moja baada ya mwingine. Lubero, takriban vijiji vyote vya Lubero, FCM 23 wameshaondoka. Walikale, hivi tunavyoongea, wameondoka. Na sehemu zingine wanaendelea wanaondoka. Maana plani yao na watu ambao walikuwa wanawasaidia kifedha, silaha, wamefunga akaunti zao. Wamefunga akaunti zao. Lazima wachague. Kuchagua kwenyewe ni nini? Ni moja tu.
kurudi sehemu ambayo walitoka, kurudi sehemu ambayo walitoka. Maana kupigana vita si mchezo. Vita inapiganwa kwa fedha ndefu, fedha ya kutosha. Hauwezi uende weka watu kwenye vita, hawakuli, hamna chochote, unawaahidi mambo ya uongo. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka amani. Amani, amani, amani ndio wimbo wao ambao wanaimba kila kukicha. Maana takriban miaka 30 sasa wanapata shida, wanaitwa wakimbizi kwenye nchi za watu. Lazima na wenyewe wapate amani, wakule matunda ya nchi yao. AFC M23 wameanza kuondoka sehemu ambao walikuwa wamemiliki. Wanaondoka kimya kimya bila hata kuaga. Maana vipigo vilikuwa vingi sana. Watu ambao wanakamata waenda kuwafunza kijeshi, wakiwapeleka kwenye front, hawawezi enda kupigana na ndugu zao. Lazima wasalende, lazima wapandishe mikono juu. Hiyo ndio esheki kubwa ambao walipata, na ndio maana wanaenda wanatoka pole pole. Tumewapatia siku 15 wao wametoka maeneo yote ambao walikuwa wameshikilia. Grand Lac One TV iko kwa ajili yenu ya kupata. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Grand Lac One TV is the sound of news.